Katika hatua inayochochea matumaini ya kudumu kwa amani katika eneo la Maziwa Makuu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamesaini makubaliano ya kuheshimu uhuru wa kila taifa na kuandaa rasimu ya mpango wa amani ndani ya siku chache zijazo. Makubaliano hayo yalisainiwa mjini Washington mnamo tarehe 25 Aprili mwaka 2025 kwa usimamizi wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio. Hafla hiyo iliweka msingi wa matumaini mapya baada ya miezi ya ghasia na mivutano iliyosababisha maelfu ya watu kupoteza makazi yao pamoja na maisha yao. Kwa miezi kadhaa iliyopita, kundi la waasi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda limekuwa likiteka maeneo tajiri kwa madini mashariki mwa DRC, hususan maeneo yanayozunguka mji wa Goma. Mashambulizi haya yamesababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao, huku serikali ya Kinshasa ikikosa nguvu za kijeshi za kutosha kuzuia uenezaji wa waasi. Katika kukubaliana na hali hiyo, DRC ililazimika kutafuta msaada wa haraka kutoka Marekani kwa mabadilisho ya kutoa fursa kwa Marekani kuwekeza na kupata ufikiaji wa rasilimali muhimu kama cobalt pamoja na dhahabu. Ushiriki wa Marekani kupitia Waziri Rubio unaashiria kuongezeka kwa ushawishi wa Marekani katika siasa za Afrika ya Kati, hasa katika maeneo yenye rasilimali za kimkakati. Kwa upande mmoja, Marekani inalenga kuleta utulivu wa kisiasa, lakini pia inalenga kuhakikisha usalama wa upatikanaji wa madini muhimu kwa viwanda vyake vya teknolojia ya hali ya juu. Kwa Marekani, utulivu wa DRC sio tu suala la kibinadamu, bali pia ni suala la kiuchumi na kimkakati katika ushindani wake wa biashara dhidi ya mataifa kama China. Makubaliano yaliyofikiwa yanasisitiza mambo yafuatayo: moja, Rwanda na DRC kuheshimu uhuru wa ardhi na mamlaka ya kila taifa; mbili, kuandaliwa kwa rasimu ya mkataba wa amani kufikia tarehe 2 Mei mwaka 2025; tatu, kuanzishwa kwa kamati ya pamoja ya kufuatilia utekelezaji wa makubaliano haya; nne, Marekani kutoa msaada wa kiufundi na wa kibinadamu kuhakikisha makubaliano yanatekelezwa kikamilifu. Licha ya nia njema iliyoonyeshwa, changamoto nyingi bado zinajitokeza. Uaminifu kati ya Rwanda na DRC ni mdogo kutokana na historia ya migogoro ya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa Rwanda na vikundi vya waasi mashariki mwa DRC. Zaidi ya hayo, baadhi ya maeneo yanayokaliwa na waasi bado yanadhibitiwa na vikundi visivyotii serikali yoyote, jambo linaloweka mashaka kuhusu usalama wa raia na mafanikio ya mpango huu wa amani. Ikiwa makubaliano haya yatafanikiwa, yanaweza kuwa mfano wa suluhisho la migogoro mingine katika bara la Afrika. Pia yangeweza kufungua fursa mpya za maendeleo ya kiuchumi ya DRC, kuruhusu uwekezaji zaidi na kuboresha maisha ya mamilioni ya watu waliokumbwa na miongo ya vita na umaskini. Kwa sasa, macho ya dunia yanabaki kwa Kinshasa, Kigali na Washington, wakisubiri kuona kama ahadi hizi mpya zitatekelezwa kwa vitendo.